Tukaja polisi wakasema ningoja after 24 hours ndio nipe missing report, alafu wao wakakuja asubuhi ambao ni jana waje waandikishe simu kupotea. So tukaachana, nikamwomba simu sasa ule mama. Baada asubuhi mimi jana nampigia mama naambia tuje polisi, anaambia by the way funguo za mtoto wako ziko hapa nyumbani. Sasa mimi hiyo ikanitia wasiwasi, na ndo ngapigia dadangu na familia, ngaja hapa polisi. Mimi nilikuwa na matumaini atarudi, sijui. Ndo kutoka hapo sasa Swahili Port wakaanza kutafuta watu, wakaanza kushare tinaka na Shipeta, wakakuja mara kwanza. Wale familia wakaitwa wakakataa kuja, wakasema wako, wakaitwa tena wakatamkata, kaambiwa tumpeleke barua, wakakataa, kaanza kusema hawamjui huyo kijana. Polisi walipoenda kuwachukua ndo wakaanza kusema watu wamjua, lakini pia ni dede ati yako na autistic, yuko sawa. Me, I don't understand. It's a whole story that doesn't make sense, but my daughter is missing. Na mtoto wangu nimemfundisha kitu moja, ukiwa mahali uko stranded, una simu, tafuta simu ya mtu niongeleshe. Mimi I will do everything nikuje nikupate. Even before she had the condition ya kelele. So alipofanya vile juzi, to me that was a sign. But kutoka hapa hata kutochukua namba ya polisi na I don't know what happened. And if she's somewhere ananiona and she can't reach me, ajue tu we prayed. Last night we prayed, and I know she's a prayerful person. She just prays to God amweke safe, na Mungu mwenyewe atamregesha ama tutampata pale alipo, but she just remains strong, hopeful, because hata mimi I'm hopeful I will see her. Na kama kuna mtu huko amemwona hata mahali, aweza kuwa hiyo kelele ya mabarabara nini inamuaffecting, awezi kuwa amekaa mahali, amlete tu polisi. Anaitwa Hope Blessing Zesi, and she's a strong girl. She is a very strong girl, and I know she will survive. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.